Fresh? Musa? Naam. Kwa vizuri? Niko. Kwema? Kwema, sio sana ila kwema. Sio sana kwa nini? Matokeo ya jana. Tunyongonyesha kidogo lakini. Umejiandaa kwa kiasi gani kwenye mchezo? Tulijiandaa vizuri kwa sababu ilitupa morali ya mchezo uliopita. Kama ulivyoona mechi na Yanga tulipata alama moja. So tulikuja na matarajio makubwa sana katika mechi hii hapa. Kile ambacho kilikosekana mpaka mkapoteza. Nahisi ni siku mbaya tu, kwa sababu tulijipanga kimbinu, tulijipanga ndani ya uwanja, tulifuata maelekezo ya mwalimu, tulifanya mazoezi kwa bidii, tulipeana hamasa. So naamini ilikuwa siku mbaya tu, haikuwa bahati kwetu jana. Musa, kuna namna ligi msimu huu imekuwa kwa kasi sana au kuna mabadiliko yote tofauti na msimu? Safari kuna ushindani mkubwa sana. Kama unavyoona safari ligi kidogo imekuwa ngumu kutokana na kila timu sasa hivi zimesajili vizuri, zinaonesha ushindani mkubwa, sio nyumbani, sio ugenini. Kitu kama hicho. Ligi sasa hivi imekuwa ngumu kidogo tofauti na misimu miwili mitatu iliyopita. Mnapoenda kukutana na timu zenye madaraja haya ya juu na mnapoenda kukutana kwenye hizi timu zenye madaraja ya kati, maandalizi ya mchezo yanakuwa ni tofauti? Maandalizi yanakuwa ni yale lakini tofauti na hisi inakuwa ni tension. Tension kidogo unavyoenda kukutana mkubwa kidogo inakuwa kubwa tofauti na unavyocheza kwenye madaraja ya kati, lakini maandalizi ni yale. Kwa sababu timu inakuwa inatumia mifumo. Kwa mfumo wa mwalimu unakuwa ni ule ila tu tension ya timu kidogo inakuwa kubwa, umakini vitu kama hivyo ndio vinabadilika kidogo. Ni timu gani ambayo mkiwa mnaenda kukutana nayo unawaza unasema leo kazi? Timu zote ni ngumu. Ile moja ambayo unakuwa na wasiwasi? Zote, lakini tunajua giants of the country ambao ni Simba, Yanga, Azam na Singida kidogo. Lakini timu zote huwa tunajiandaa sababu ligi ni ngumu msimu tofauti na misimu mingine. Pengine kwa msimu huu malengo yenu ni yapi hasa kama timu? Malengo yetu kama timu ni kuhakikisha tunamaliza nafasi 4 za juu ili tupate nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa. Sasa hivi kuna malalamiko sana kuhusiana na waamuzi wa mchezo. Wewe ni mchezaji, pengine una lolote la kusema kuhusiana na waamuzi? Unanitega hilo swala mimi siwezi kulisemea kwa sababu zipo mamlaka na sheria ambazo zinahusika katika hiyo nyanja, so sidhani kama mimi napaswa kuongelea hilo swala. Sawa, vipi kuhusiana na wachambuzi? Kila siku wanakaa kwenye TV, kwenye redio kwa ajili ya kuwachambua nyinyi wachezaji. Leo hii wewe umepata nafasi ya kuongea, una lipi la kuambia wachambuzi? Mimi pia sina cha kusema kuhusu wachambuzi. Lolote? Sijasomea uchambuzi. Naweza nikasema kitu kumbe nikawa natoka nje ya mada. Sijasomea uchambuzi. Kuna wao pia wengine wachambuzi ambao wanawaongelea lakini wanatoka nje ya mada. Kwa nafasi yao pia wanaweza kuwa wanakosea au wanapatia. Mimi sijui kitu kuhusu wachambuzi. Kuna tangu umeanza kucheza mpira, kuna siku yote ambayo shabiki amekukwaza? Kwaje? Alinifuata, aliniambia wewe hujui mpira. Ukachukulia? Nilichukulia tu kawaida kwa sababu kuna sehemu nilishapita, nilikutana na watu more intelligence kuliko yeye. Tayari walishaniaminisha kwamba mimi naweza mpira. So kwa nilichukulia tu labda kutokana na labda siku ile aliniona nipo katika kiwango ambacho sio kizuri. Kwa nikachukulia ni kawaida, ila ni vitu vya kawaida kukutana navyo. Kuna namna mashabiki wanachukua nafasi ya kurudisha kiwango nyuma cha mchezaji? Kiasi kisaikolojia, lakini kisaikolojia zaidi kwa sababu naamini kila binadamu ana namna ya anavyopokea kitu. Kuna mtu moyo wake unakuwa sio mgumu zaidi kupokea maneno makali na mashabiki wanakuwa na maneno makali. Kitu kama hicho. You okay? Mambo vipi? Poa. Poa sana? Asante. Uko poa? Poa. Okay, since you joined the TRA, we have seen a lot of changes. So, what the secret behind this performance we have seen? It's no secret. It's working hard. Working hard? Yes, working hard, discipline. Not too much, not secret. Working hard, discipline, focus, the game after game, only that. Only that. Okay. You have played in Yanga and Simba. Which game was very tough for you? I think yesterday game. Yesterday game. Yeah, yesterday game.
For Younger, it was tactical game, but yesterday game, for me, honestly, was a little bit difficult. It was a little bit difficult to bring in some new players inside. You miss some players, so it was a little bit difficult. Apart for the mistake, but honestly, it was a little bit difficult for us. After yesterday games, what the key things have you taken from that match? You lose 3-0, bad results. It's not supposed to be happening like that. Working for the next game, forgot everything. You have to be focused for the next game. So I think she have a long way to go. You came for very good moment, winning game. So after you lost this game, you're not supposed to be, but it's a part of football. You need to work in that. So I think after that it's gonna be okay. So have you satisfied for the performance for you and the whole entire team for yesterday match? No, I'm not satisfied. But you lose the game. Yeah, they can say I did my best yesterday, but the goal enter 3 is too much. So you need to work in that. What is the toughest match have you faced so far since I came to Tanzania? This season since I came to Tanzania. The tough game. Wow. I can say this season I play against Coastal Union and Costa de Tonga. It was very great game. Yeah, this season it was very, very, very good game. Again, last season, again Younger and Tabora. I was playing for Tabora last season. You lose 3-0. It was very difficult game. So, yeah, it was very difficult. How do you see the goalkeeping position in Tanzania as you look at the other goalkeepers in the league? You have a good goalkeeper in Tanzania. Something like now you have Azam. You have a great good goalkeeper. No, I say sorry. What is the name? Azam. Azam, you have 2 great goalkeepers there. Yeah, the 2-1 for national team. You have the tall one for JKT. He came to Simba. He's injured. He's a good goalkeeper, but this moment is injury. I think so. Yeah. So the Pomba goalkeeper. So yeah, they call him for national team. I want to congratulations for him. He's a good goalkeeper. So all for now. As a goalkeeper, I know there is a match that as you approach the match, you're just being extra aware with the opponent's striking force. What is the match that as you enter, maybe you increase your awareness and focus as the way you look at the opponent's striking force? That discussion, what I'm gonna say is not for myself. I'm preparing the game the same. Yeah, I'm not want to put too many things in my head. You see, I want to just to be focused in the game. What is coming? Like it's not like it's a Simba, it's a Younger. Yeah, you see, it's a football. They can talk is Simba, is a Younger, is a Coastal Union, but in the field is a different situation. So I just prepare my game the same way I prepare my game all the game.